Mtazamaji wa Biomedia Channel, karibu sana popote pale ambako ulipo na unaendelea kutazama taarifa mbalimbali kupitia channel yako pendwa kabisa ya Biomedia. Jina langu official Rose D nyuma ya microphone kukuhabarisha zile ambazo zimeweza kujiri katika medani za siasa, burudani, michezo, lakini pia matukio ya kijamii, pasi na kusahau habari za udaku. Ni kauli ya Mheshimiwa Tundu Lissu mahakamani ambayo imeibua hisia kwa Watanzania. Ipo siku yote yataisha, tutaanza tulipoishia. Huyo ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu. Siku ya Julai 20 alifikishwa mahakamani, Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, kwa ajili ya kusikilizwa kwa shauri la kikatiba linalohusu haki za mawakili kukutana na mteja wao kwa faragha wanapokuwa gerezani. Shauri ambalo limevutia ufuatiliaji mkubwa kutokana na uzito wa hoja ambazo zinajadiliwa. Hata hivyo, baada ya kutamatika shughuli za usikilizaji wa shauri hilo, Lissu alitoka na kauli ambayo ilibua hisia kubwa sana kwa Watanzania waliopo mahakamani pale, lakini pia kuibua mijadala pia na hisia mseto katika mitandao ya kijamii. Lissu alitoka na kauli ya uchungu kabisa akisema kuwa jamani, ipo siku haya yataisha tu, kauli ambayo ilifanya sehemu kubwa ya maoni ya Watanzania kulipuka kwa hisia kubwa kwa ajili ya nguli huyo wa siasa Tanzania. Baadhi ya maoni yakisomeka kwa kuonyesha kuguswa kihisia kwa Watanzania walio wengi, kauli nyingi zikiandika kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho, huku baadhi ya maoni yakiendelea kumtia moyo mbunge huyo wa zamani wa jimbo la Singida Mashariki. Shauri hilo lilifunguliwa mtazamaji na mawakili Kulwa William Maduhu, Nashoni Nkonge pamoja na Paul Kisabo. Mawakili hao walidai kuwa wamekuwa kinyimwa haki ya kufanya mazungumzo ya faragha na mteja wao wanapomtembelea katika gereza la Ukonga, jambo ambalo wanaeleza linakiuka haki za misingi za utetezi na mawasiliano ya siri kati ya wakili na mteja. Kesi hiyo pia ilisikilizwa mbele ya jopo la majaji watatu ambao ni Jaji Amiri Mruma, Dr. Angelo Rumisha na Dr. Evaristo Longopa. Mahakama inatarajiwa kusikiliza hoja kutoka pande zote ili kuamua iwapo mazingira ya sasa yanazingatia matakwa ya kikatiba na sheria zinazolinda haki za watuhumiwa pamoja na wajibu wa mawakili wao katika nyakati tofauti ambazo wamekuwa wakifikishwa mahakamani. Tundu Lissu amekuwa pia akieleza kuwa anakosa nafasi ya kuzungumza kwa faragha na mawakili wake akiwa gerezani, na kwa mujibu wa upande wake wa utetezi, hali hiyo inaathiri maandalizi ya utetezi na mawasiliano muhimu yanayohitajika kabla ya vikao vya mahakama. Lissu anaendelea kushikiliwa gerezani tangu Julai 10 mwaka 2025 akikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Hata hivyo, shauri lililosikilizwa jana halihusu hatia au kutokuwa na hatia katika kesi hiyo, bali linajikita katika kutafsiri haki za kikatiba zinazohusu uhusiano kati ya wakili na mteja wakati wa kipindi cha kizuizini. Matokeo ya shauri hili yanatazamiwa kwa karibu na wadau mbalimbali wa sheria, haki za binadamu pamoja na wananchi, kwani uamuzi wa Mahakama Kuu unaweza kuwa na athari katika namna haki za mawakili na wateja wao zinavyotekelezwa katika magereza nchini. Wengi wanasubiri kuona mwelekeo ambao mahakama itachukua kuhusu hoja hizo za kikatiba na kisheria. Sasa tunaendelea kufuatilia sakata hili mtazamaji, na tutaendelea kukuhabarisha kwa wakati mwingine nini ambacho kitakuwa kinaendelea.